Karibu sana mdau na mfuatiliaji wa channel yetu ya Bongo Vibe, na leo tuko na listi ya vifo ambavyo vimeweza kutikisa sana mwaka 2025. Ni vifo vya watu maarufu kidogo ambao waliweza kuacha alama pamoja na kumbukumbu na maumivu kwa watu ambao tumeweza kubaki na historia yao haiwezi kusahaulika kwa namna moja ama namna nyingine. Ungana na mimi mwanzo mpaka mwisho wa hii video ukapate kufahamu kwa ufupi hawa watu wachache ambao dizeni kama vifo vyao viliweza kuacha alama kubwa ambayo haiwezi kafutika, mapengo kubwa ambalo katika jamii bado mchango wao ulikuwa ni muhimu sana katika kipindi ambacho walikuwa wanaondoka. Mimi naitwa Gabby Official. Kabla hatujaanza, naomba nikukumbushe tu kwamba kuna story nyingi sana nitakuwa nakuletea hapa kuhusiana na matukio kama haya. Kwa hiyo muhimu zaidi, ili usipitwe, naomba nikukumbushe, onyesha upendo kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Baada ya hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako kwamba nani hasa ambaye kifo chake kilikugusa zaidi kati ya hawa ambao naenda kuwasikia kwenye hii video. Mimi naitwa Gabby Official, kama nilivyokuambia, usisahau tu kusubscribe hapo chini ya hii video. Tazama hapo chini ya hii video kuna neno limeandikwa subscribe, fanya kulibonyeza. Baada ya hapo like video, kisha utaniachia comment yako. Sasa wapo wengi sana ambao vifo vyao vilitikisa mwaka huu 2025, lakini hapa nina listi ya majina 9 ambayo nitakutajia, lakini pia tutaweza kufahamu lini ambapo waliweza kufariki, walikuwa na harakati gani katika kipindi ambacho bado walikuwa wanaishi hapa duniani na tulikuwa tunafurahi nao. Namba 1, tunaanza na Charles Hilary. Kwanza kabisa tunaanza na mmoja ya waandishi wa habari waliojulikana sana Tanzania. Charles Hilary alifariki tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2025 akiwa na umri wa miaka 66 baada ya kuugua ghafla alipokuwa akipatiwa matibabu. Hilary alikuwa ni alama kubwa sana katika vyombo vya habari, akijiunga na Radio Tanzania tangu mwaka 1981 na baadaye akafanya kazi na Deutsche Welle pamoja na BBC Swahili Service. Aliacha urithi mkubwa kwenye vyombo vya habari nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Namba 2, tunakutana na MC Pilipili. Huyu alikuwa ni comedian lakini pia host. Katika ulimwengu wa burudani Tanzania, MC Pilipili jina halisi alikuwa anafahamika kama Emmanuel Mathias. Alifariki Novemba 16 mnamo mwaka 2025 mkoani Dodoma. Alijulikana kama comedian na mcheshi pia, lakini pia alijulikana kama mshereheshaji kwenye matukio mbalimbali, na kifo chake kiliibua maswali baada ya uchunguzi kuonyesha kwamba hakikuwa kifo cha kawaida. Kifo chake kiliacha majonzi makubwa kwa mke wake pamoja na mtoto wake ambao kwao alikuwa ni moja ya nguzo muhimu sana katika maisha yao, kwa sababu huyu ndiye alikuwa mtafutaji wa familia, lakini ameondoka katika kipindi ambacho alikuwa ni mtu mwenye huzuni sana, kwa sababu alikuwa ameshapoteza mama yake mzazi, ambaye ni swala lililokuwa linampa stress sana kipindi cha uhai wake. Namba 3, tunakutana na Jobu Yustino Ndugai. Huyu alikuwa ni Tanzanian political leader. Kwanza kabisa alikuwa ni kiongozi ambaye alikuwa ni mfano wa kuigwa, lakini pia kiongozi aliyependwa na Watanzania wengi. Jobu Yustino Ndugai, spika wa bunge la Tanzania tangu mwaka 2015 hadi mwaka 2022. Alifariki mnamo Agosti 6 mwaka 2025. Alijulikana kama kiongozi mwenye moyo wa wananchi, akipigania uhusiano thabiti kati ya bunge pamoja na serikali. Namba 4, tunakutana na Ngugi wa Thiong'o. Mmoja ya waandishi mashuhuri barani Afrika, Ngugi wa Thiong'o alifariki mnamo Mei 28 mwaka 2025 akiwa na umri wa miaka 87. Aliandika riwaya kama Weep Not a Child pamoja na Wizard of the Crow. Ngugi, kazi zake zilikuwa zinazingatia historia, utamaduni na matumizi ya lugha za Kiafrika, akiwahamasisha waandishi wengi duniani. Huyu anaweza kaa ni mmoja watu ambao wanajulikana sana hasa na wale ambao wameweza kupita katika elimu ya sekondari, kwa sababu vitabu vyake tumeweza kuvisoma kipindi ambacho tulikuwa level ya elimu ya sekondari. Kwa hiyo tunamkumbuka vizuri sana kwa sababu kitabu chake kinatukumbusha vitu vingi sana. Kifo chake kiliacha majonzi makubwa kwa sababu watu wengi walikuwa wanamkumbuka kupitia kazi yake nzuri ya sanaa iliweza kuwasaidia wanafunzi wengi pamoja na jamii kwa ujumla. Namba 5, tunakutana na Novatus Rugambwa. Askofu Novatus Rugambwa, mwanasiasa wa kanisa Katoliki aliyehudumu kama bwana mjumbe wa Vatican, alifariki
Septemba 16 mwaka 2025 huko Roma akiwa na umri wa miaka 67 baada ya matatizo ya kiafya. Rugambwa alikuwa kiongozi mwenye ushawishi mkubwa kimakanika pamoja na kiroho. Namba 6 tunakutana na Karina ambaye jina lake halisi anafahamika kama Hawa Hussein Ibrahim. Katika tasnia ya filamu na burudani Tanzania, Hawa Hussein Ibrahim kwa maana ya Karina alipoteza maisha Aprili 15 mwaka 2025 alipokuwa nje ya nchi India kwa matibabu ya ugonjwa wa tumbo. Karina alijulikana kwa kazi zake kama Oyoyo ambayo humo ndani alicheza kama video vixen ama video queen kwenye wimbo ambao ulikuwa ni kwa msanii Bob Junior, lakini pia tuliweza kumshuhudia kwenye filamu iliyokuwa inakwenda kwa jina la Kiu ya Kisasi, na alibakia mfano wa ubunifu na sanaa. Namba 7 tunakutana na Kitundu. Huyu alikuwa ni mwigizaji kutoka kwenye tamthilia ya Jua Kali. Kitundu ambaye jina lake halisi alikuwa anafahamika kama Laidanus Vitalis ni mmoja ya wachezaji waliovutia wengi katika tamthilia ya Jua Kali. Alifariki tarehe 24 Juni mwaka 2025 akiwa Temeke hospitali kutokana na matatizo ya tumbo na kifua. Kazi yake ilibeba urithi wa utamaduni wa mchezo wa kuigiza wa Tanzania, lakini pia aliacha pengo kubwa sana katika tamthilia ya Jua Kali, kwani alikuwa ni mmoja watu ambao walikuwa wanafuatiliwa kwa kiasi kikubwa sana. Kifo chake kiliacha majonzi makubwa sana kwa Tanzania na familia ya Jua Kali, ambayo sidhani kama itakuwa rahisi sana kwa wao kuja kumsahau. Namba 8 tunakutana na Pope Francis. Leo tunakumbuka pia vifo vya mmoja ya viongozi maarufu sana duniani, Papa Francis, kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani aliyehudumu kwa muda mrefu. Alifariki tarehe 21 Aprili mwaka 2025 akiwa na umri wa miaka 88 baada ya matatizo ya afya. Alikuwa anajulikana kwa uongozi wake wa upole, huruma na mabadiliko aliyoyaleta kanisani. Namba 9 tunakutana na Jenista Mhagama. Huyu alikuwa ni mmoja ya watu ambao kifo chake kiliweza kuacha majonzi makubwa sana. Jenista Mhagama alifariki siku ya Jumatatu Disemba 11 mwaka 2025 mjini Dodoma kutokana na matatizo ya moyo. Huyu aliwahi kuwa mbunge lakini pia mwanasiasa ambaye ameweza kuhudumu katika siasa ya Tanzania kwa zaidi ya miaka 20. Alizikwa mkoani Ruvuma na watu wengi sana maarufu wakiwa pia wanasiasa waliweza kuhudhuria katika maziko yake, kwani alikuwa ni mmoja wa watu ambao walikuwa na ushawishi mkubwa sana, sio tu serikalini bali pia hata kwa wananchi. Sasa hawa ni watu kadhaa tu ambao vifo vyao vitakumbukwa sana, bila kusahau tukio ambalo lilitokea mnamo Oktoba 29 ambalo halina data za kweli, hivyo ni ngumu sana kuweza kuweka hapa kwa sababu hatujui na hatuna taarifa za kweli mpaka sasa, lakini kwa hayo machache naamini kuna watu ambao walikugusa sana. Sasa kati ya hao ambao nimeweza kutajia hapo, ni kifo cha nani ambacho kilikugusa zaidi mwaka 2025 kiasi cha kukufanya moyo wako ukawa hauna amani na ukaguswa kwa maumivu ya kiasi kikubwa zaidi? Tuambie kwenye sehemu ya comment, lakini usisahau kusubscribe hapo kama ni mmoja watu ambao umeguswa ama uliguswa na kifo cha miongoni mwa hao watu ambao nimeweza kutajia hapa. Mpaka video inayofuata, bye bye.